Okay. Jambo tena kwenu nyote wapenzi watazamaji na wasikilizaji nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nami ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati. Nyote kwa ujumla wale wanaotufuata wakiwa Etats-Unis d'Amerique, Asia, Europe, Afrika kwa ujumla, ni kiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu. Ni habari ambapo tutaongelea hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo na habari za vita, mapigano kati ya wazalendo na wavamizi wa M23. Ni taarifa ambapo tutaingia ndani ya maeneo tofauti ndani ya nchi ya Kongo, tuwaambie habari zinazosemekana nje ya nchi ya Kongo. Kama ya kawaida ni Bauma ambaye mko naye kwa ajili ya kuwapa taarifa kamili. Ni waombe kujiabone, msubscribe ili kuendelea kukuwa napata taarifa 5 kwa 5. Osi mujiunge na sheni yetu ya WhatsApp na grupe ya WhatsApp. Partage habari ziwafikie wengi. Osi kumbuka kucomment na kulike. Taarifa zetu tuzianzie ndani ya Walikale ambapo wazalendo kabisa wanaendelea kupiga shangwe baada ya kuuawa kwa General Kabido. Huyu alikuwa mzalendo ambaye alikuwa amekuwa tretre, alikuwa amejiunga na wavamizi wa M23 ndani ya Walikale. Wale ambao wanaendelea kuwa nasi 5 kwa 5 wanakumbuka ni ndani ya mwezi wa pili ambapo alikuja kujiunga na M23. Aujourd'hui wazalendo wanashangilia baada ya kufanikiwa kumaliza kabisa tretre huyo ambaye alikuwa amejiunga na wavamizi hawa wa M23. Alikuja kuuawa ndani ya mapigano ya wazalendo na M23 ambapo alikuwa akipigana na vijana wazalendo ambao alikuwa akisaidiana nao kwa ajili ya kupigania nchi, akasaliti nchi na aujourd'hui akaja kuwa deja aliuawa na hao vijana wazalendo ambao wanapigania taifa. Ni ndani ya Walikale ambapo mapigano yanaendelea kuwa makali, wazalendo wakipigana na M23 ndani ya eneo hii ya Walikale. Upande mwingine tuingie ndani ya eneo ya Kamituga kuesanse. Kulikuwa greve ya wamotari ambao walikuwa wakipinga wazalendo. Walikuwa wakisema ya kwamba wazalendo kabisa wanaendelea kufanya mambo yasiyo mazuri hapo, na wakati huo wa motari wakasema ya kwamba ilifo vitu hivi vinasimama. Wakafanya greve kidogo hapo, mambo ikawa imeharibika, ila wakati huo viongozi wa wazalendo wakafika hapo kwa ajili ya kumaliza tatizo hiyo. Tuendelee na mbichi sasa. Hapa ndipo tunaingia ndani ya taarifa kamili ndani ya maeneo tofauti ya Kongo. Tuingie ndani ya Ville de Goma ambapo Bintu Keita, huyu kabisa ni chef wa MONUSCO, alikuja kupatana na wanajeshi wa FARDC na wa Police Nationale ambao wako ndani ya Goma, wanaongojwa kutoshwa hapo wakati kabisa wako ndani ya Ville de Goma. Mnakumbuka Croix Rouge ndio ambayo huwa inafanya operation ya kuwatosha ndani ya mji wa Goma, na hapo kabisa kuwabeba ndani ya Kinshasa. Ni wanajeshi wa FARDC ambao wengi wako ndani ya ya MONUSCO ndani ya Ville de Goma, ambapo baada ya kufanya visite hii wanajeshi hao walikuja kusema ya kwamba nia yao toujours ni kwa ajili ya kuingia ndani ya maeneo ya FARDC ili waendelee na maisha yao ya kawaida. Tukiendelea na habari kuhusu Bintu Keita, shefe wa MONUSCO, baada ya hayo alipatana na kiongozi ama komanda wa Force Sami RDC. Hii mnakumbuka kwamba ni Sadeke, na akapatana na generale wa division Mwanabisi Diakapo. Ndipo ambapo walipatana ni kwa ajili
ya kufanya kabisa kazi ambayo ilimleta ndani ya mji wa Goma. Kazi ambayo anaifanya ni kufanya visite ndani ya maeneo tofauti mji wa Goma na kuona hali halisi ndani ya ville de Goma, population wanaishi vipi, krize hapo iko aje. Na baada ya hayo sasa, Lawrence Kanyuka, huyu ni msemaji wa M23, alikuja kutangaza ya kwamba kazi yake Bintu Keita, chef wa MONUSCO, ni kwa ajili ya kupatana na M23 AFC kwa ajili ya kujenga kabisa namna ya kupata amani ndani ya maeneo hayo. Na akaja kusema ya kwamba AFC M23 inamshukuru sana kabisa kiongozi wa MONUSCO, pia inashukuru MONUSCO kwa ajili ya kusaidia kabisa njia zozote kwa ajili ya kupata amani na kumaliza migogoro kati ya gouvernement ya Kongo na M23 mashariki mwa nchi ya Kongo. Na akaja kuandika ya kwamba wanaita communauté nationale na internationale kwa kuwa ndani ya Sud Kivu pande wa Minembwe wa Nyamlenge kabisa wanashambuliwa, kisemekana eti ni wale wa Twirwaneho M23, wakati wazalendo kabisa wanaafirmia kwamba wanapigana na AFC M23. Twirwaneho huko wakati huwa inajifanya pia wakaaji wa maeneo hayo. Ni shutuma za AFC M23 zidi ya wazalendo eti wanashambulia wakaaji wa Nyamlenge. Tuendelee na taarifa zinazosemekana ndani ya nchi ya Kongo. Jean-Marc Kabundi, huyu kabisa ni mmoja wapo wa waopozao wa Kongo, alikuja kutangaza kuwa kumeundwa kabisa plateforme politique ambayo iliitwa Coalition de la Gauche Congolaise, ambapo alisema ya kwamba wakaaji wa Kongomani wote wanaambiwa ya kwamba hii Coalition de la Gauche Congolaise CGC iko aujourd'hui kwa ajili ya wapolitisien. Na hapa kabisa alikuja kusema ya kwamba anajua ya kwamba kila kitu kitakwenda vizuri kupitia platform kama na hii ambayo wameiandaa. Tuingie kuhusu Rwanda na Kongo. Ministre des Affaires étrangères rwandais Olivier Nduhungirehe alikuja kukonfirme ya kwamba hakuna makubaliano yoyote ya amani ambayo yatakuwa saini le 15 juillet 2025 ndani ya Washington DC, bali huko objectif ni kwa ajili ya kusinye signature ambayo itakuwa kati ya waexpert congolais na waexpert rwandais, ili hayo ambayo watakuwa wameyasaini wayape sasa viongozi wa nchi tofauti, viongozi wa nchi ya Kongo na Rwanda na wale ambao wako kati yao kwa ajili ya kuwa wapatanishi. Hapo ndipo kutakuwa sasa signature de paix. Hawa wa expert congolais na Rwandais wako ndani ya Washington kwa ajili ya kuandaa na kuongelea kabisa makubaliano hayo yatakuwa nini. Yani wanafanya maongezi waone watakubaliana nini. Baada ya hayo sasa kutakuja viongozi wa nchi tofauti ili kusaini hiyo accord de paix. Ile ni taarifa ambayo ilikuwa imesema kwamba le 15 kutakuwa signature de paix, d'accord de paix entre Congo et Rwanda, mais wanatangaza kwamba itakuwa avantage ya kwanza maongezi kati ya waexpert congolais na waexpert rwandais, alitangaza Olivier Nduhungirehe, wakati Etats-Unis d'Amerique iko natia pression mu diplomasi kati ya nchi ya Kongo na Rwanda ili kumaliza migogoro ama matatizo ambayo yanaendelea kuwa matata kabisa kati ya nchi hizi mbili. Uganda ilikuja kusimamisha kabisa ushirikiano wowote ambao walikuwa nao na nchi ya Plito na jeshi la Alemanya. Yes.
walisimamisha kabisa ushirikiano wote na jeshi la Alemania, ambapo vraiment porte-parole wa armée ugandeze alikuja kusema ya kwamba ambassadeur wa Alemania Mathias Sechua yeye kabisa iko ndani ya kazi ambazo wanani Waganda hawazipendi. Kwa hivyo hakuna kabisa ushirikiano wowote kati tena ya wanajeshi wa Alemanya na Uganda. Hizo ni taarifa zinazotoka ndani ya Uganda. Wanatufuata wakiwa Uganda na wasalimia kabisa nyote salamu zangu ziwafikie. Tuingie ndani ya Lubero kabisa, watu 30 walikuja kuuawa na ADF ndani ya site miniere mbili tofauti ambazo zilishambuliwa na ADF. Walikuwa wamekuja kufanya wizi wa maminere hapo, na wakati waliingia hapo walishambulia wakaji ambao walikuwa wanafanya kazi ndani ya hizo site miniere 30, wakaja kuuawa. Wakaji wanatoa wito kabisa kwa wanajeshi wa FARDC na wanajeshi wa UPDF wanaofanya kazi kwa ujumla ya kupigana na ADF kuendesha operation zao ili kusimamisha